aliyetumwa. A messenger cannot be greater than his master. Aliyetumwa hawezi kuwa mkuu kuliko bwana wake. I stand before you as a messenger. Ninasimama mbele zenu kama aliyetumwa. Sent by God. Aliyetumwa na Mungu. But now listen to this. Lakini sasa sikizeni hili. God said, Mungu alisema, who shall go for us? ni nani ataenda kwa niaba yetu? Who shall go on our behalf? Nani atakayeenda kwa niaba yetu? Who shall go for them? Nani atawaendea wao? And Jesus said, send me. Yesu akasema nitume. He came in the flesh. Akakuja kwenye mwili. He lived in the flesh. Akaishi kwenye mwili. Do you know why Jesus came in the flesh? Unajua kwa nini Yesu alikuja kwa mwili? To teach us how to live in the flesh. Kutufunza jinsi ya kuishi kwenye mwili. To teach us how to live as men. Kutufunza jinsi ya kuishi kama wanadamu. How to overcome as humans. Jinsi ya kushinda kama wanadamu. Because Jesus was fully man and fully God. Maana Yesu alikuwa Mungu mkamilifu na mwanadamu kamilifu. Anybody following up to where I am now? Yeyote ananifuata hadi mahali nilipofika. You don't just nod your head, you say amen. Hautingizi kitu, asema amen. I'm not dishing glucose where you just enjoy and then you're quiet. Sipeani tu glucose ambao unafurahia unakuwa mmenyamaza. Respond when you follow what I'm teaching. Itikia unapofuata anachokifunza. And don't expect me to say hallelujah. Say amen. Niseme hallelujah. I am doing a download. Your job is to have enough capacity to receive. Ninaangusha, wewe pokea vya kutosha. And when you receive it, you say amen. Unapopokea vya kutosha sema amen. It is bad manners to be in church and you can't open your mouth to say amen. Tabia mbaya kwa kanisani hawezi fungua kinywa useme amen. Church manners demands that men shout hallelujah. Tabia ya kanisa inadai watu waseme hallelujah. Church manners demand that men lift their hands. Tabia ya kanisa inadai watu wainue mikono mitakatifu. Church manners demand that women shout glory. Tabia ya kanisa wasema wanawake waseme glory. Because in this temple people don't keep quiet. Maana kwenye hekalu lake watu wanyamazi. You cannot receive life and remain silent. Hawezi pokea uzima na ubaki umenyamaza. This is life that is flowing. Huu ni uzima unaotiririka. This is life that is sinking into your spirit. Huu ni uzima unaingia kwenye roho yako. Lift your hand and receive the life of heaven. Inua mikono na upokee uzima. Hallelujah. Hallelujah. Consider the apostle. Mwenye kutafakari mtume. He who was sent by God. Yule aliyetumwa na Mungu. In the flesh. Katika mwili. He lived in this world. Akaishi kwenye huu ulimwengu. A sinless life. Maisha yasiyokuwa na dhambi. He was mocked. Alidhihakiwa. He was ridiculed. Akachekwa. He was taken to the cross. Akapelekwa msalabani. He died for the sins of the world. Akakufa kwa ajili ya dhambi ya ulimwengu. They buried him. Wakamzika. 3 days later. Siku 3 baadaye. He rose from the dead. Akafufuka kutoka kwa wafu. And he ascended to heaven. Na akapaa kwenda mbinguni. And as we speak, na jinsi ninavyonena, he is still alive. Angali hai. He is still alive. Yuko hai. He is still alive. Angali hai. Our great apostle Christ Jesus is alive. Mtume wetu mkuu Bwana Yesu Kristo yuko hai. He was not just an apostle. Hakuwa tu mtume pekee. In fact, the apostle. Yule mtume. He was also the high priest. Pia alikuwa yule kuhani mkuu. The greatest of them all. Mkuu wa wao wote. All high priests, makuhani wote wakuu, had a limitation. Walikuwa na vizuizi. From Aaron to Jesus, kutoka kwa Aroni hadi kwa Yesu. Because Aaron is the first priest. Maana Aroni ndiye aliyekuwa kuhani wa kwanza mkuu. From Aaron to Christ, kutoka kwa Aroni hadi kwa Yesu, is 151 priests. Ni makuhani 151 walikuwepo. Reason? Sababu? They died. Wote walikufa. And when a priest died, na wakati kuhani alikufa, another priest was appointed. Kuhani mwingine aliteuliwa. But this one, lakini huyu. But this one, lakini huyu. But this one, lakini huyu is our eternal high priest. Ndiye kuhani wetu wa milele. He was not limited by death. Hakuzuiliwa na kifo. Because when that which limited other priests touched him, maana kile kilichokuwa kinazuia makuhani wengine kilipomguza. My interpreter is doing a good job. Hallelujah. God bless you. When that which limited other
kilichozuia makuhani wengine kilipomguza huyu, it repulsed back. kilirudi nyuma, It failed. kilishindwa. That's why the Bible says, Ndiyo maana Biblia inasema had they known, wangalijua they would not have crucified the Lord of glory. hawangemsulubisha Bwana wa utukufu, But because they didn't know, lakini kwa sababu hawakujua they crucified the Lord of glory. walimsulubisha Bwana wa utukufu, They hung him on a tree. wakamtulia kwenye mti. They did not know by hanging him on the tree, Hawakujua kwamba wakumtulia kwenye mti they were taking away all my curses. walikuwa wanachukua laana zangu zote. They did not know. Hawakujua. That is the reason why Ndiyo maana kwa nini nobody should take you back to the village. mtu hastahili kurudisha kijijini. Lutungu. Lutungu. And then start showing you there is somebody on the left. Huko Shimalabandu akwambia kuna mtu hapa upande wa kushoto. In fact, the word Shimalabandu means finishing people. So if you come from Shimalabandu where people are finished, you are the only one who can't be finished. Huwezi malizwa kwa maana uko ndani ya Kristo. Hey. Don't listen to stories of men who want to tell you something is wrong and it is in the village. Usisikize hadithi za watu wanaokuambia kuna jambo liko mrama na kijiji. I am in Christ and I am a new creation. Niko ndani ya Kristo, mimi ni kiumbe kipya. The demons of Shimalabandu, Mapepo ya huko Shimalabandu, the demons of Kitui, mapepo ya Kitui, the things that limit Kambas, vitu vinawazuia Wakamba, the things that stop Luyas, vitu vinawasimamisha Waluya, when it touches you, vinapokuguza wewe, it fails. vinashindwa. Why? Kwa nini? Why? Kwa nini? Because your focus is not the things Kwa sababu kulenga kwako sio that vitu have gone wrong in the past. vilivyoenda mrama awali. Your focus is a man. Lengo lako ni yule mtu. His name is Christ Jesus. Huyo mtu ni Kristo Yesu. He is our apostle Ndiye yule mtume wetu and our high priest. na yule kuhani wetu mkuu. This high priest is alive. Huyu kuhani mkuu yuko hai. All Old Testament priests Makuhani wote wa Agano la Kale went in for sacrifice waliingia kutoa dhabihu in the Holy of Holies, patakatifu pa watakatifu, but they needed an animal. lakini walihitaji mnyama. But this one Lakini huyu became the high priest. alikuwa ndiye kuhani mkuu, He became the animal of sacrifice. sawa ndiye mnyama wa dhabihu, Two in one, viwili katika moja, to show you kukuonyesha it's a perfect job. ni kazi iliyokamilika. Nobody can repeat it. Hakuna awezaye kuirudia. Nothing is undone. Hakuna kila ambacho hakijafanywa. Everything is complete. Kila kitu kimekamilika. Everything is finished. Kila kitu kimeisha. He went in with his own blood. Aliingia ndani kwa damu yake He mwenyewe, offered himself. akajitoa mwenyewe, He became the sheep akafanyika yule kondoo and the priest. na kuhani pia. By him therefore, Kwa yeye, kwa hivyo, Hebrews 13 Waebrania 13 verse 15. mstari wa 15, By him therefore, kwa yeye, kwa hivyo, he who became our animal, yeye aliyefanyika he mnyama who wetu, became our high priest, yeye aliyefanyika kuhani wetu mkuu, let us offer. kwa hivyo wacha tutoe. We offer. Tutoe. It's an offer. Ni kutoa. It's an offer. Ni kutoa. We bring an offer. Tulete matoleo. An offer not of money. Matoleo sio ya pesa. It's an offer of praise. Ni toleo la sifa.
to God, kwa Mungu, not on Sundays, sio Jumapili, continually, kuendelea daima. and the Bible says Na Biblia inasema it is the fruit of our lips. ni tunda la vinywa vyetu. I say it again, Ninasema tena, it is the fruit of our lips. ni tunda la vinywa vyetu. We don't wait until somebody says praise. Hatungoji hadi mtu aseme sifu. Within us, Ndani mwetu we praise, tuna sifu, not for what God has done, sio kwa kile ambacho Mungu but amefanya, for who He is. lakini kwa yule aliye. He is our high priest. Yeye ndiye kuhani wetu mkuu. This is the one who went in for you. Huyu ndiye aliyeingia ndani kwa ajili He is yako. the one who took your place. Ndiye aliyechukua nafasi yako. He is the one who did a perfect job. Ndiye yule aliyefanya kazi kamilifu. And until today, Na hadi leo hii there remains no other sacrifice hakuna dhabihu nyingine iliyosalia for sin. kwa ajili ya dhambi. Don't believe in the lies people are parading, Usiamini uongo ambao watu wanatembeza, that you have to redeem your son with 50,000. kwamba lazima mkomboe mwanao mzaliwa wa kwanza kwa 50,000. No money can redeem a soul of a man. Hakuna pesa ya kukomboa nafsi ya mwanadamu. Even if you don't say amen, I will speak these things. Hata usiposema amen, nitarudia hii vitu. Let me speak it again. Wacha niiseme tena, Because there are many people who want to be lied to. maana kuna watu wengi wanataka kudanganywa. You can't give 20 shillings for an offering. Hauwezi toa shilingi 20 kwa ajili ya matoleo, But because a preacher tells you there is something wrong with your son, lakini mhubiri alipokuambia kuna jambo liko mrama na mwanao and you must give 50,000 na lazima utoe shilingi 50,000 to redeem your son from your grandfather's influence. ili umkomboe mwanao kutokana na laana za kuuka wake. What has my son to do with my grandfather? Mwanangu na kuuka wangu wanashikania wapi? One died, another one is alive. Where did they meet? Mmoja alikufa, mwingine ako hai, wanapatania wapi? Redemption price was paid. Gharama ya ukombozi ililipwa. We don't redeem things by money. Hatukombei vitu kwa pesa. We are redeemed by the blood. Tumekombolewa kwa damu, And the blood of Jesus na Christ. damu ya Yesu Kristo. I refuse to bow to any sacrifice. Nakataa kuinamia dhabihu zingine zile zote. When Louis sacrificed on the graves, Walio wanapotoa dhabihu kwa makaburi, I refuse to stand on any grave. nakataa kusema kaburi lolote lile. Jesus picked me from the grave. Yesu alinitoa kwenye kaburi, He made me alive. akanifanya hai. We were dead in sin. Tulikuwa tumekufa kwenye dhambi. Ephesians 2 Waefeso 2 verse 1. mstari wa kwanza, He has quickened us. ametufanya kuwa hai. To quicken is to make alive that which was dead. Kukwika ni kufanya hai kile kilikuwa kimekufa. We have been quickened. Tumefanywa hai, We have been made alive. tumefanywa kuwa wazima, Not by animal sacrifice, sio kwa matoleo ya wanyama, by the sacrifice of Jesus, lakini kwa dhabihu ya Yesu which was offered iliyotolewa once mara moja and for na all. kwa milele. Haleluya! I'm a free man. Mimi ni mtu aliye huru. I'm a free man. Mimi ni mtu aliye huru. Free to praise God. Niko huru kumsifu Mungu, Free to rejoice in God. huru kufurahia katika Mungu, Free to worship Jesus. huru kuabudu Yesu. No demands. Hakuna kudai, No more chains. hakuna minyororo tena. If a man be free Mtu akiwa huru in Christ, katika Kristo he is free indeed. yuko huru hakika. He whom the Son shall set free Yule ambaye Mwana ataweka huru shall be free indeed. atakuwa huru hakika. I'm free. Mimi niko huru, I'm free. mimi niko huru. Free from lies. Hii huru kutoka kwa uongo I'm a believer in the word. na kuamini katika neno. I don't consider anything. Sizingatii kingine I kile, consider Jesus. na mzingatia Yesu. Even here today, Hata hapa leo hii don't see anything. usione kingine kile, See Jesus. ona Yesu. Even in this scripture, Hata kwenye hili andiko don't see things. usione vitu, See Jesus. muone Yesu. I say see Jesus. Inasema muone Yesu. The reason people are complaining Sababu ya watu kunung'unika is what they see. ni kile wanachokiona.
The reason there are too many demons, sababu kwa nini tuko na mapepo mengi in churches, kwenye makanisa, is they come to see them. ni kwa sababu wanakuja kuyaona. In fact, when demons don't cause people to jump and dance, mapepo yanapokosa kuwafanya watu warukaruke na kucheza, they feel like they didn't have church. wanahisi ni kama ibada haikuwa na upako siku hiyo. Ladies and gentlemen, mandugu, mabibi na mabwana, this is not a gathering of possessed people. hili silo kusanyiko la watu waliopakawa. Can we say that again? Yeah. This is, and you ladies, na ninyi wanawake, if you want to fall, go fall home. ukitaka kuanguka, enda anguka nyumbani, where your husband is. mahala mumeo yuko. Don't fall before us throwing legs and then we have to pick lessons. These are curtains. We are not going to cover you with any of this. This is covering. We can't remove this to cover you because you are fallen in before men. If you want to fall, you fall. Ukitaka kuanguka, anguka. And don't expect me to look to heaven. I'll look at you. Why? Sitaangalia mbinguni, nitakuangalia wewe. Because falling is not normal. Kuanguka sio kawaida. As a matter of fact, if you fall, we say sorry. Kianguka nasema samahani. Days of ignorance are over. Siku za ujinga ziliisha. Sema tena. Days of ignorance are over. Siku za upumbavu na ujinga ziliisha. We don't come to church to fall. Hatukuji kanisani kuanguka. And why is it na inakuwaje that 80% of fallers are ladies? Kwamba 80% ya wanaoanguka ni wanawake. May God deliver you from this anointing of falling. Mungu akukomboe kwa upako wa kuanguka. Put on the whole armor of God. Jivishe silaha kamili ya Mungu ya vita. Ephesians 6. Waefeso 6 verse 10 mstari wa 10 to 17 hadi 17. At the end it says, mwisho inasema, having done all, baada ya kufanya yote, having done all, baada ya kufanya yote, do what? To stand. Do what? To stand. Do what? Stand. Simama, si anguka. Why do you come to fall? Unakujaje kuanguka? And you want somebody to pick you. Unataka mtu akuokote. If you are going to fall here, iwapo utaanguka hapa, you will have to take care of your falling. Itabidi jishughulikie mwenyewe. Take care of yourself. Hey. You're not going to make us busy catching you. Every Sunday we catch you. Every Sunday we catch you. When we catch what God is giving us. Tutashikaje kile Mungu atupa? We are not catching anybody. Hatushiki mtu. Stand. Simama. Firm. Imara. I said stand firm. Simama dhabiti. Consider the apostle. Mzingatieni yule mtume. And high priest. Na yule kuhani. His name is Jesus. Jina lake ni Yesu. Pay attention to Jesus. Muwe wenye kulenga. Don't wait for a special moment. Usingoje wakati maalum. You should be seeing Jesus even when the word is going. Unastahili kumuona Yesu hata linapoendelea. Stop criticizing how the bishop didn't match his tie and shirt. That was none of your business. Keep quiet. Find something to do. Wacha kushutumu jinsi askofu hajavaa vizuri. Hiyo si kazi yako. As far as I'm concerned, this was the best I could pick. Hii ndio bora ambayo angepata. If you have issues with it, it is your color problem. Iwapo uko na masuala nayo, uko na shida yako ya rangi. See Jesus. Muone Yesu. I said see Jesus. Muone Yesu. Why do you pay attention on people's hair? Kwa nini unakuwa peana makini kwa nywele za watu? As a matter of fact, it is not hair. Kama ukweli wa mambo sio hiyo nywele. It is an attachment to hair. Leave all attachments, begin to see Jesus. Wacha vile vilivyoambatanishwa na nywele, muone Yesu.
We don't want to see your hair. Na tuhitaji kuona Allow us nywele to see yako. Jesus. Na turuhusu tumuone Yesu. Go beyond that hair. See Enda zaidi Jesus. ya nywele, muone Yesu. Consider Jesus. Mtafakari Yesu. Pay attention to Jesus. Peana makini kwa Yesu. He is the Alpha and the Omega. Ndiye Alfa na The Omega. beginning and the end. Aliye mwanzo na mwisho. Center of our faith. Katikati ya imani yetu. Focus of the church. Lengo la kanisa It's about Jesus. ni kuhusu Yesu. It's not about us. Sio kuhusu sisi. It's about Ni Jesus. kumuhusu It's Yesu. not about what he can do. Sio kuhusu kila anachoweza fanya. As a matter of fact, Kama ukweli wa mambo, there is no crisis to what Jesus can do. There is no crisis with what Jesus can do. hakuna shida na kile ambacho Yesu anaweza fanya. When he did all he has done, Alipofanya yote aliyoyafanya, you were not there. wewe haukuwepo. So he can do without you. Kwa hivyo anaweza fanya bila ya wewe, And he can do for you. na anaweza kufanyia wewe. How many of you prayed this morning that God give you some tears? Wangapi waliomba asubuhi kwamba Mungu anipe machozi? And how many of you drank water for tears? Ni wangapi walikunywa maji ili yaingie mahala pa machozi? But there is a bottle in your body which contains tears even if you don't take water. Lakini kuna chupa mwilini mwako iko na machozi hata kama hutakunywa maji. Leave God alone. Wachana na Mungu pekee. He is God, he can do anything. Yeye ni Mungu, anaweza fanya chochote kile. Today the sun rose. Leo hii jua lilichomoza. It is going down without your prayer. Naenda kutua bila ya maombi yako kwamba litue salama. Whether you pray that tonight or today there will be no evening, you will have to sort your mess because the sun will have to go. Jua lazima litue hata kama uliomba kusiwe na kutua. He is God. He does what pleases him. Yeye ni Mungu, anafanya That is kinachompendeza. what makes him God and you a man. Ndicho kinachomfanya kuwa Mungu na wewe ni mwanadamu. He can do anything. Anaweza fanya chochote kile. He is God. Yeye ni Mungu. Consider Jesus. Mtafakari Yesu. Why must we consider Jesus? Kwa nini tumtafakari Yesu? Because the Bible says Kwa maana Biblia inasema he is the image of the invisible God. yeye ndiye umbo la Mungu asiyeonekana. He came around and he said, Alikuja akasema, if you see me, mkiniona mimi you have seen the Father. mmemuona Baba. So when I see Jesus, Kwa hivyo napomuona Yesu, this is revelation. huu ni ufunuo. When I see Jesus, Ninapomuona Yesu, I've seen God. nimemuona Mungu, I've seen my Father. nimeona Baba yangu. I am going to church Ninaenda kanisani not to dance, sio kucheza, not to sing, sio kuimba, but to see Jesus. lakini kumuona Yesu. When I see Jesus, Nitakapomuona I've Yesu, seen the Father. nitakuwa nimemuona Baba. Some people came to Philip Watu wengine walikuja kwa Filipo and they said to him, wakamwambia, Sir, Bwana, we want to see Jesus. nataka kumuona Yesu. These were Hebrews. Hao walikuwa Waebrania. He said, Sir, Wakasema, Bwana, we want to see Jesus. tunataka kumuona Yesu. These were learned people, Hao walikuwa watu waliosoma, intelligent people. watu wenye akili. Jesus is for the intelligent. Yesu ni ya wale watu walio na akili, werevu. Don't think we must sink into stupidity and then we see Jesus. Usifikiri kwamba lazima tuzame kwenye ujinga ili tuweze kumuona Yesu. In fact, the reason we are rising is because of who we are seeing. Sababu ya sisi kuinuka ni kwa ajili ya yule tunayemuona. It's because of Jesus. Ni kwa sababu ya Yesu. That promotion is not because you went to school. Hiyo kuongezea cheo si ati kwa sababu ulienda shuleni. You went to school but you are being led by stupid people. Ulienda shuleni lakini ulikuwa unaongozwa na watu wajinga. Yeah. But they are sitting there and commanding you with your degrees. They are telling you what to do and then you run boss with your education. It's the reason you are where you are is because of Jesus. Sababu ya kuwa mahala ulipo ni kwa ajili ya Yesu. What am I appealing for the church to do? Ninasihi kanisa lifanye nini? Consider, Limtafakari Yesu. the direction your business is taking.
mwelekeo ambao biashara yako inachukua, consider one man. mtafakari mtu mmoja tu. The direction your family is taking, mwelekeo jamii yako inachukua, consider one man. mtafakari mtu mmoja. The reason for your health, sababu ya afya yako, is what you consider. ni kile unachotafakari. The peace of heart, amani ya moyo and your mind, na mawazo yako. the reason you have not gone crazy today, sababu ya kutokuchizi leo is hii, because you are considering who? ni kwa sababu unamtafakari Yesu. Consider. Hallelujah. I'm not through. Sijamaliza. It says, inasema the apostle and high priest of our profession, mtume na kuhani mkuu wa kuungama kwetu. Apostle and high priest of our profession. Kuhani, mtume na kuhani mkuu wa kukiri kwetu. We have a profession. Hey. As a matter of fact, we are professors. Sisi ni maprofesa. A professor is a high-ranking academician. Hey, profesa ni msomi wa kiwango cha juu. But our professorship, lakini uprofesa wetu, is not in academics. Sio kwenye masomo. Is in professing a man. Ndi katika kukiri mtu. Confessing a man. Kumkiri mtu. We are professors in confessing a man. Sisi ni maprofesa kwa kumkiri mtu. We are not ashamed of calling his name. Hatuaibiki kuliita jina lake Yesu. Even in a matatu. Hata kwenye gari matatu. While driving. Ukiwa unaendesha gari. While doing your work. Ukiwa unafanya kazi yako. There is a sweet name in your mouth. Kuna jina tamu kinywani mwako. There is a song in your lips. Kuna wimbo kwenye ulimi wako. There is a music that plays. Kuna wimbo unaocheza. Hallelujah. Hallelujah. He is the high priest. Yeye ndiye kuhani mkuu of our confession or profession. Wa kukiri kwetu ama maungamo yetu. You know, I met this guy teaching and he looks to be knowing the Bible. Alikutana huyu jamaa kihubiri akakaa anajua Biblia. I like people who when they speak life. Napenda watu wananena uzima under the anointing, chini ya upako, and content. na uzito wa jambo halisi. Not just receive. What is it you want us to receive? Iko wapi? Iko wapi? What is it? Now I can say receive because I've given you content. Now, listen. This is for you. Jesus did not just come to save us from sin. Yesu hakuja kutoka kwa dhambi. Not only from sin. Yesu hakuja tu kutuokoa kutoka kwa dhambi pekee. He also came to teach us how to talk. Alikuja pia kutufunza jinsi ya kunena. How to speak. Jinsi ya kuongea. The reason you speak wrong is you see wrong. Sababu ya kunena mrama ama vibaya ni kwa sababu unaona mabaya. He came to teach us how to talk. Alikuja kutufunza jinsi ya kuongea. Jesus is the apostle of our talk. Yesu ndiye mtume wa kunena kwetu. He is the high priest of our talk. Ndiye kuhani mkuu wa kuongea kwetu. He is the song we sing. Ndiye wimbo tunaoimba. He is the word in our mouth. Ndiye neno vinywani mwetu. This word is not in heaven. Hili neno haliko mbinguni. This word is not far from you. Hili neno haliko mbali kutoka kwako. This word is in your mouth. Hili neno liko kinywani mwako. For with your heart you believe. Maana kwa moyo wako uliamini. And with your mouth you confess. Na kwa kinywa chako ukakiri. That Jesus Christ is Lord. Kwamba Yesu Kristo ni Bwana. What saves you is not when you mention all your sins. What?
The thing that saves us, kinachokuokoa ni si kwa sababu unataja dhambi zako it's not zote. because you mentioned all your sins. Si kwamba ulitaja dhambi zako zote. In the days of ignorance, Kwenye siku za upumbavu, we were going for kesha, tulikuwa tunaenda kwa kesha before baptism day, kabla siku ya kubatizwa, and we were told, na tukaambiwa if you don't repent all your sins, usipotubu dhambi zako zote when leo, they immerse you in water, watakapokutumbukiza kwa maji, you will disappear. yatakunyonga. So we knelt down. I lost my interpreter. The Lord strengthen you, brother. We were doing fine. So we knelt down a whole night, Tukapiga magoti usiku kucha, crying and repenting. tukilia na kutubu Imaginary sins, dhambi za kuwaza, things we saw other people do. vitu tuliona watu wakifanya. In our place we have a sin we call free sin, Mahala kwao wako na dhambi wanaita dhambi ya bure, which you don't commit, it just follows you. ambayo hauifanyi tu hivyo, You don't commit, it just follows you. inakufuata tu, si lazima ufanye. It is not your doing. Sio kufanya kwako, It is just sin that follows and pursues you. ni dhambi inayokufuata na kukufukuza Whether you wewe. do it or not, it is there. Uifanye ukose kuifanya, iko tu. So we told God, Tukaambia Mungu, this free sin, hii dhambi ya bure, forgive, samehe, forgive, usamehe, forgive. usamehe. We cried the whole night Tukalia usiku kucha, because the preacher said, maana mhubiri alisema unless you repent all your sins, usipotubu dhambi zako zote. let me tell you, Wacha nikwambie, repenting our sins does not save us. kutubu dhambi zetu haituokoi. Confessing Jesus saves us. Kumkiri Yesu ilituokoa. For with the heart a man believes, Maana kwa moyo mtu huamini, and with your mouth na kwa kinywa chako confession is made. kukiri kunafanywa. And Jesus Christ is the high priest of our confession. Na Yesu Kristo ndiye kuhani mkuu wa kukiri kwetu. We don't confess the way the world confesses. Hatukiri jinsi ambavyo ulimwengu unakiri. The world is confessing that they are hustlers. Ulimwengu unakiri kwamba wao ni mahaswala. We are not. Sisi sio. I said we are not. Sisi sio hao mahaswala. We are holy brethren. Sisi ni wandugu watakatifu. We are blessed. Tumebarikiwa. We are sons of God. Sisi ni wana wa Mungu. The world is confessing failure, Ulimwengu unakiri kushindwa, struggling to do anything right. kung'ang'ana kufanya kila jambo sawa. The church is confessing a man, Lakini kanisa linakiri mtu, Jesus Christ. mwanaume Yesu Kristo. Wherever you go, Popote utakapoenda, confess Christ. mkiri Kristo. In whatever you do, Kwenye chochote kile Confess utakachofanya, Christ. mkiri Kristo. why must we confess Christ? Mbona lazima umkiri Kristo? Why do we consider Christ? Kwa nini tunamtafakari Kristo? It is the only way of affirming our faith and confidence. Ndiyo njia ya pekee ya kudhibitisha imani yetu na ujasiri wetu. We must affirm. Lazima tutilie mkazo. We must make it clear. Lazima tufanye iwe wazi. Hallelujah. Haleluya. They say in Kenya, church is business. Wanasema Kenya kanisa ni biashara. But there are people in Kenya Lakini kuna watu hapa Kenya who know church as a way of life. wanaojua kanisa kama njia ya uzima pekee. There are people in Kenya Kuna watu hapa Kenya who serve God not because they are enriching their bishop. wanaomtumikia Mungu si ati kwa sababu wanamfanya tajiri askofu There are wao. bishops in Kenya Kuna maaskofu Kenya who are diligent in their calling. walio waaminifu kwenye mwito wao. They are not manipulators. Wao sio wa kutumia watu They vibaya. can account for their shoes. Wanaweza elezea viatu yao, They can account for their socks. watoe hesabu ya gharama ya socks zao, They can account for their handkerchiefs. watoe account ya handkerchief zao. And I'm one of them. Na yeye ni mmoja wao, And my brother is the second one. na ndugu yake ni wa pili. I don't know the third one. Maybe you will introduce me.
Labda utamtanguliza kwake umjulishe huyo watatu. There are pastors in Kenya who are doing it right. Kuna wachungaji Kenya wanaoifanya sawa. And I must tell this church, na lazima niambie hili kanisa, when you have a pastor like that, unapokuwa na mchungaji kama huyo, stand in support of him. Simameni na kumuunga mkono. I pray that CRC will know what you have. Ninaomba kwamba CRC muweze kujua kile mlicho nacho. You don't know the value of what you have until you see what others have. Haujui dhamana ya kile uko nacho hadi uone kile ambacho wengine wako nacho. You thought I'm going to say until you lose it. We are not losing anything. Hatupotezi. Until you see what others have. Hadi uone kile ambacho wengine wako nacho. There's a shortage of good preachers in the country. Kuna upungufu wa wahubiri wazuri Kenya hii. We have manipulators in abundance. Kuna watu wa kutesa watu kwa utele. Thieves in the name of God. Wezi katika jina la Mungu. Crooks with big Bibles. Wakora na Biblia makubwa. With big shoes. Viatu kubwa kubwa. With big long jackets. Mavaa makoti makubwa kubwa. And all of them are white. Na yote ni meupe. Everything white. Kila kitu ni cheupe. No, that's not to make you holy. Hiyo haikufanyi kuwa mtakatifu. That's to confuse us so that you can steal more. Inatuchanganya ili utuibie zaidi. Holy brethren, wapendwa watakatifu, consider him. Mtafakari yeye. Consider him. Mtafakari yeye. The apostle and high priest of our confession. Yule mtume na kuhani mkuu wa kukiri kwetu. He came to teach us how to speak. Alikuja kutufunza namna ya kuongea. And this word confession means, na hili neno kukiri na maanisha saying the same thing. Kusema jambo lile lile. Saying the same thing. Kusema jambo moja. Let me help someone here. Wacha nisaidie mtu hapa. You stand in the service. Unasimama kwenye ibada. And people are talking for 1 hour. Na watu wanaongea kwa lisali moja. And yours was ended by the second minute. Na yako iliisha dakika ya pili. And you wonder, what are they saying? Na unashindwa hawa watu wanaongeanga nini hii muda yote? What do they tell God that he doesn't know? Wanaambianga Mungu nini ambayo Mungu hajui? We don't speak to God to show him what he doesn't know. Hatuongei kwa Mungu kumwonyesha kile ambacho hajui. It is confession. Ni kukiri. Saying the same thing. Kusema jambo lile lile. What he has said is what we say. Kile amesema ndicho tunachosema. What is written is what we say. Kilichoandikwa ndicho tunachokisema sisi. As it is with him, so it is with us. Jinsi kilivyo na yeye ndivyo kilivyo na sisi. The Greeks call it homo